Mwaka huu utafanikiwa sana kuliko mwaka uliyopita. Mwaka huu utaomba sana kuliko mwaka uliyopita. Mwaka huu Mungu atakuonesha sana kuliko mwaka uliyopita. Mwaka huu utainuliwa kiwango kuliko mwaka uliyopita. Huyu ni mwaka wako, huyu ni mwaka wako, huyu ni mwaka wako wa kuinuliwa kiwango. Huyu ni mwaka wako, huyu ni mwaka wako, huyu ni mwaka ambao utakuwa baraka kwako, utakuwa kufanikiwa kwako, utainuliwa mwaka huu kuliko mwaka uliyopita. Nimekuja kukuambia ya kwamba kesho yako itakuwa nzuri kuliko leo. Kesho yako utafanikiwa sana kuliko leo. Kesho yako utainuliwa sana kuliko leo. Mwaka huu utainuliwa sana kuliko mwaka uliyopita. Amen. Hallelujah. Tunaenda kiwango kwa ajili ya Mungu. Ambia mwenzako tunaenda kiwango. Tunaenda kiwango tu. Tunaenda kiwango. Wakubali wakatae, wajaribu kusimama mbele, wajaribu kufunga, hata waende kinyume ama wachukue picha, haijalishi wataenda wapi. Siku ya leo maisha yako yataenda kubadilika kwa jina la Yesu. Hakuna jambo haiwezekani kwa Mungu. Amen. Siku moja nakumbuka dada mmoja tulikuwa tunaomba na yeye, ukafikia mahali sasa sijui shida zikawa mingi, kumbe amesukumiwa roho ya kifo. Amen. Anashiria kusema kila siku nitajiua. Akaenda mpaka akanunua dawa akaiweka vizuri, lakini zile siku kesho yake alipokuwa anaenda kununua dawa, kama leo siku Mungu akaniongelesha, lakini nikamwambia sana yule dada, na ilikuwa Thursday, Friday ndio alikuwa enda akanunua ile dawa jioni na akaiweka vizuri. Alikuwa anataka akunywe usiku ili akiamka awe amekufa, kumbe asharushiwa roho ya kifo. Lakini kwa ajili ile maombi nilimwambia usiku, tukiwa kesho Friday, ilikuwa ni saa 5:45 akaingia kanisani. Yule dada anaingia kanisani akiwa analia. Nikashangaa ni nini, kumuuliza akasema hata dawa ameiacha kwa nyumba, alikuwa kunywa dawa na akufe. Amen. Tulipoomba na tukachunguza katika ulimwengu wa kiroho kupata shida ni gani, tukapata ni adui yake. Amen. Anatumia nguvu za giza. Alienda akachukua picha yake Facebook. Sasa anatembeanga na hiyo picha kwa waganga, anatembea kwa hiyo picha kwa waganga, anaenda anatoa dhabihu, anaenda ananena maneno, lakini kwa ajili ya Mungu, lakini kwa ajili ya Mungu ile roho ikaondoka. Kwa ajili ya Mungu ile roho ikashindwa. Na sasa amebarikiwa sana na anaendelea vizuri. Kwa hivyo siku ya leo, hata kama kuna roho inakusumbua itashindwa tu katika jina la Yesu. Kama kuna roho inakufunga itashindwa tu kwa jina la Yesu. Haijalishi ni roho ina gani. Amen. Itashindwa tu. Utainuliwa mtu wa Mungu. Utainuliwa tu. Amen. Na pia namba 2, mpaka uombe sana Mungu akupe watu watakaye kusaidia maono yako kutimia. Amen. Inaitwa wajenga maono. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji watu watakaye kusaidia ili ile maono yako iweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ukiomba mpaka uwe makini, kwa sababu wengine ni wa maono, yaani wanaua ile maono yako. Amen. Kwa hivyo ni kuomba mwambie Mungu na kuletea watu watakaye kusaidia kujenga maono. Biashara ili iinuke kiwango, unahitaji Mungu akuletee makastoma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya Yesu. Kwa hivyo unahitaji wajenga maono, na hao wajenga maono ni watu wa maana sana. Amen. Haleluya Yesu. Kwa hiyo siku ya leo niko na imani na uhakika Mungu atakupa watu watakaye kusaidia maono yako kutimia mwaka huu. Amen. Maono yako mwaka huu Mungu atatuma watu watakaye kusaidia ile maono kutimia. Amen. Amen.
Proverbs chapter number 29.